Kunywa maji ya baridi ni jambo la kawaida hasa katika maeneo yenye joto kali. Ingawa husaidia kupunguza kiu na hutoa hisia ya burudisho, kiafya kuna madhara yanayoweza kujitokeza endapo matumizi yake hayatazingatiwa kwa uangalifu. Haya ni madhara 10 ya kunywa maji baridi kiafya. 1. Kuzuia usagaji wa chakula. Maji baridi hufanya mafuta yaliyoliwa yagande tumboni na hivyo kuchelewesha mchakato wa usagaji wa chakula. 2. Kusababisha maumivu ya koo. Mabadiliko ya ghafla ya joto tumboni na koo yanaweza kusababisha koo kukereketa na kuleta maumivu. 3. Kuongeza hatari ya mafua. Maji baridi hupunguza uwezo wa mwili kudhibiti joto na hivyo kuongeza uwezekano wa kupata mafua au homa. 4. Kusababisha maumivu ya kichwa. Kwa baadhi ya watu, kunywa maji baridi ghafla huleta maumivu ya kichwa yanayojulikana kama brain freeze. 5. Kuathiri mishipa ya damu. Maji baridi husababisha mishipa kusinyaa ghafla, jambo linaloweza kuongeza shinikizo la damu kwa muda mfupi. 6. Kuongeza hatari kwa wenye matatizo ya meno. Maji baridi huweza kusababisha maumivu makali kwa watu wenye meno yenye nyufa au fizi dhaifu. 7. Kuathiri mfumo wa neva. Mabadiliko ya ghafla ya joto tumboni huweza kuchochea mfumo wa neva na kusababisha mshtuko wa mwili. 8. Kupunguza kasi ya mapigo ya moyo. Kwa baadhi ya watu, maji baridi husababisha kupungua kwa kasi ya mapigo ya moyo kwa muda mfupi, jambo linaloweza kuwa hatari. 9. Kusababisha ukosefu wa choo. Kwa kuchelewesha usagaji wa chakula, maji baridi yanaweza kuchangia matatizo ya ukosefu wa choo. 10. Kuathiri kinga ya mwili. Matumizi ya mara kwa mara ya maji baridi huweza kudhoofisha kinga ya mwili kwa muda na hivyo kuongeza uwezekano wa kushambuliwa na magonjwa madogo madogo. Kunywa maji ya baridi si jambo baya kabisa, lakini kiafya ni vyema kuyatumia kwa kiasi na kwa wakati unaofaa. Hapa kuna ushauri muhimu. Kunywa maji yenye joto la kawaida mara nyingi zaidi, kwani mwili huweza kuyachakata kwa urahisi bila mshtuko wa ghafla. Epuka maji baridi mara baada ya kula chakula kizito, kwa sababu huchelewesha usagaji na kuchangia ukosefu wa choo. Wenye matatizo ya meno, koo au shinikizo la damu wanashauriwa kuepuka maji baridi mara kwa mara, kwani yanaweza kuongeza maumivu au hatari. Tumia maji baridi kwa kiasi katika mazingira ya joto kali au baada ya mazoezi, lakini hakikisha mwili umezoea mabadiliko ya joto. Sikiliza mwili wako. Ikiwa unahisi maumivu ya koo, tumbo au kichwa baada ya kunywa maji baridi, punguza matumizi yake. Maji ya baridi yanaweza kuburudisha, lakini kiafya ni salama zaidi kunywa maji yenye joto la kawaida. Hii husaidia mwili kufanya kazi vizuri bila mshtuko wa ghafla. Kwa hivyo, ushauri ni kuyatumia kwa kiasi na kwa tahadhari kulingana na hali ya mwili wako. Afya bora hupatikana kwa kunywa maji yenye joto la kawaida, kwani mwili huweza kuyachakata kwa urahisi zaidi. Haya ni machache kati ya yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kusubscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa juu ya video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia maoni yako sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.